asifiwe sana. Nakushukuru na wewe ambaye uko mahali hapa, lakini uwe na hakika kwamba ratiba yetu mpaka sasa tunamwachia Bwana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ratiba yetu iko mikononi mwa Roho Mtakatifu na tuna hakika yeye anakusudi na ibada ya leo. Basi bila kupoteza muda tupate kile ambacho Mungu anakusudia siku ya leo. Ni siku ya Jumapili tarehe 15 na Mungu anakusudi. Mara zote Mungu anapotukusanya anakuwa na kusudi, kwa sababu hakuna wakati anaweza kutukusanya na asiwe na kitu cha kutuambia. Yeye ni Mungu ambaye hafanyi lolote pasipokuwa na sababu. Kwa hata asubuhi na mchana leo Mungu ana sababu, na ndiyo maana ametukusanya mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tamomba Mungu anisaidie kile ambacho amekusudia niende kwa ufupi kadri inavyowezekana bila kupoteza maana ya kile ambacho kimekusudiwa. Fungua kwenye Biblia yako sasa kwenye Injili ya Mathayo sura ile ya 16, tutasoma mstari wa 13 hadi 18. Injili ya Mathayo sura ya 16, tuanzie mstari wa 13 tutakwenda hadi mstari wa 18. Biblia inasema, basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Akasema, wengine hunena huyu Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bar-Yona, kwa kuwa mwili na damu havikufunuliwa hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Sogea pale kwenye Injili ya Yohana tusome mstari mmoja. Yohana sura ya 15 mstari wa 16. Injili ya Yohana 15:16. 15:16. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo Mungu umekusudia niseme na watoto wako. Mimi ni chombo tu Mungu, nitumie kadri ambavyo Mungu umekusudia, ili kile ambacho Baba umekusudia watoto wako wapokee na kuelewa kiweze kutumia. Asante kwa sababu Roho Mtakatifu tayari yuko mahali hapa kunitumia tu kama chombo, na kusudi lako Mungu liweze kutimia. Na nyenyekea na nashuka chini ya mkono wako Mungu, ni uweza na mamlaka, ili wewe mwenyewe uinuliwe na kusudi lako liweze kutimia. Asante kwa sababu Mungu utafanya zaidi ya kile ambacho tumekuomba. Katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu hai naomba. Amen. Bwana asifiwe sana. Tutakuwa na ujumbe, sijui kama nitaita mfupi ama mrefu, lakini kile kitu ambacho Mungu amekusudia ninaamini muda utakutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesoma Injili ya Mathayo sura ya 16, na ni maandiko ambayo kibinadamu tumesema tumeyazoea, lakini Mungu mara zote huwa anatumia neno lake lile lile kujaribu kuendelea kuweka fundisho ili tuweze kuelewa, sababu kusudi la Mungu tuelewe, sio tu tusikie. Bwana asifiwe sana. Hatuko mbali sana na ujumbe mkuu ambao tunatembea nao, ushindi katika roho. Lakini pia kwenye Mathayo 6:33 tunaambiwa tafuteni kwanza ufalme wake na haki, na hayo mengine mtazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lengo langu zaidi ni kusimama kwenye ule mstari wa 18 kitabu cha Mathayo 16, ambako Mungu anaweka agizo ama anatoa neno ambalo ni la msingi sana, na ni mapenzi ya Mungu leo tuweze kuelewa hasa Mungu alikuwa anakusudia nini. Mungu anamwambia Petro, juu ya mwamba huu
nitalijenga kanisa langu na malango ya kuzimu hayatalishinda. Anamwambia juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu na malango ya kuzimu hayatalishinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Niseme maneno machache kwa dakika 2-3 kabla ya ndani kidogo kwenye ujumbe wa leo. Yesu anatamka neno kanisa kwa mara ya kwanza kwenye Injili ya Mathayo 16, na anaonyesha wazo ambalo lilikuwa ndani yake kabla lijawa neno, linaanza kuwa wazo. Kwa hiyo uwepo wa kanisa duniani ulikuwa ni wazo la Mungu kwa muda mrefu sana. Bwana Yesu asifiwe. Lile wazo likitamkwa linakuwa neno. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu anazungumza kwenye mstari wa 18 Injili ya Mathayo 16, na unaweza kugawa sehemu mbili mstari ule, kwamba anasema wewe Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Kimsingi kanisa halijajengwa juu ya Petro, kanisa limejengwa juu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Msingi wa kanisa ni Kristo mwenyewe. Nasikitika kwa maneno machache tutakayoongea punde, lakini ndio kweli kwamba Yesu ni mmoja kati ya watu ambao hawakueleweka duniani. Narudia tena kwamba Yesu Kristo alitumia miaka 33.5 au zaidi kidogo kulingana na tafiti za kitheolojia, lakini alitumia miaka 3.5 kusimamisha huduma ama mission yake duniani. Lakini kile kinachoendelea duniani leo kinathibitisha kwamba watu hawakuweza kumwelewa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na baadhi ya tafiti zinaonyesha kwamba ndio most important person ambaye alikuja duniani na maagizo yake hayakufahamika. Nitakwambia kwa nini. Yesu Kristo anaongelea kanisa na wala haongelei dini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini dunia pamoja na injili ambayo imehubiriwa na Kristo bado hawakuelewa hasa Kristo alileta nini duniani. Bado dunia imekamata dini zao. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo anasema wazi kwamba yeye mwenyewe alikuja kwa ajili ya kuleta ama kuhubiri injili ya ufalme, na tunaona hiyo kwenye vigezo vingi sana, kuanzia sura ya 3 ya Mathayo. Unaona Mathayo 4:17 anaongelea ufalme. Mathayo 6:33 anaendelea kuongelea ufalme. Kisoma Luka 4:42 anaongelea ufalme. Kenda Mathayo 13:33 anaongelea ufalme. Anaongelea ufalme kwenye Marko, ufalme kwenye Mathayo, ufalme kwenye Luka, ufalme kwenye Yohana. Lakini Mathayo 10 anawaagiza wanafunzi wake, tunashaambia kienda ubirini ufalme wa Mungu umekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika maisha yetu ya Ukristo, hasa wokovu, ni lazima tutambue kitu kimoja, kwamba bado kwa sehemu kubwa dunia haikumwelewa Kristo na ujumbe wake. Kristo alikuja kuhubiri injili ya kifalme, na muda uliokuwa unakwenda kabla hajakwenda kwenye kazi ya msalaba, anaongea kwenye Mathayo sura ya 16 kwamba ufalme wa Mungu, injili ya ufalme inakuja kuzaa kanisa, ambao ni mpango wa Mungu duniani liwepo kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Yohana 15:16 inafafanua nini maana ya kanisa. Kanisa sio jengo, kanisa sio style ya mavazi ya mavyombo. Kanisa ni mtu mmoja ambaye Mungu amemchomoa ama amemwita kutoka kwenye ulimwengu. Kwa hiyo kanisa ina maana ya mtu ambaye Mungu amemchagua kutoka kwenye ulimwengu na anaingia upande wake. Hilo ndio kanisa. Of course mkusanyika namna hii hakuna shida, lakini point ya msingi ni kwamba Yesu alikuwa anazungumza kuhusu kanisa, na alikuwa anazungumza na mtu mmoja mmoja, kwamba yule ambaye atasikia habari njema, atasikia injili, atakubali kutubu, atakubali kumpokea Kristo mbele ya Kristo, huyo anaitwa ni kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kibaya zaidi, na hiyo maana nayo haieleweki duniani. Na ndio maana Mungu, kuna baadhi ya mwandishi mmoja akasema anapata pressure sana, kwa sababu ikifika Ijumaa kuna watu wanasema ni siku yao ya kuabudu, ikifika Jumamosi kuna watu wanasema ni siku yao ya kuabudu, ikifika Jumapili kuna hasa hizi siku zote ni ishara kwamba Yesu hakueleweka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama watu wangemuelewa Yesu, tusingekuwa na huo mchanganyiko ambao umedumu leo. Kisoma kwenye Yohana 4:24, Yesu anaongelea kwa habari ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli.
Hili kusema habari ya siku, habari ya miezi, habari ya muda mbele za Mungu si kitu sana. Bwana Yesu asifiwe. Cha msingi ni kutambua kwamba Mungu alikusudia baada ya injili ya ufalme lizaliwe kanisa. Haikuwa bahati mbaya. Ndio maana tunaona Matendo ya Mitume sura ya 2, kanisa linazaliwa na Roho mwenyewe analisimamia mpaka leo. Kichwa cha ujumbe somo la leo, unaweza ukaandika kanisa lenye uwezo wa kushinda kuzimu, au kanisa lenye uwezo wa kushinda kazi za kuzimu. Kanisa lenye uwezo wa kushinda kazi za kuzimu. Kanisa lenye uwezo wa kushinda kazi za kuzimu. Tunahitaji kulifahamu hilo kanisa. Kwa sababu nikawa namtafakari Mungu kwamba kwani Yesu alikuwa na maana gani hasa alipo anaongea kanisa? Kwani tumemwelewa? Tunaendelea kujifunza tena na tena. Lakini alipotamka Petro juu ya mwamba huu alijenga kanisa, kweli tulielewa Yesu alikuwa anamaanisha nini? Hii ni sehemu ya ujumbe ambao kwa sehemu Mungu atusaidie kufahamu siku ya leo. Nilikuwa tafakari karibuni wiki nzima kujua hasa mawazo ya Mungu, mawazo ya Yesu yalikuwa ni nini wakati anataja mstari wa 18 wa Mathayo sura ya 16. Kanisa, anataka kulianzisha kanisa duniani, na anakiri kwamba malango ya kuzimu, kusema malango ya kuzimu kwa pamoja tunaangalia mipango yote, changamoto zote za adui Shetani, upinzani wa Shetani, mauti, nguvu za giza kinyume na nguvu za Mungu kupitia kanisa. Kwa Yesu ameahidi Mathayo 16:18 kwamba analianzisha kanisa, na anadeclare, anaweka wazi kwamba kanisa langu, kwa maana watu wangu ambao watakuwa wameokoka na Roho akaishi ndani yao, hawataweza kushindwa na kazi za Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikatafakari na nikaangalia, kwani hali ikoje leo? Kusudi la Yesu ndio linasimama kwamba kanisa la Mungu haliwezi kushindwa na malango ya kuzimu. Hali ikoje leo kwa kanisa? Na napozungumza kanisa leo, siongelei LPCT, naangalia watu Mungu duniani kote. Kwa napotaja kanisa, usininukuu naongelea mahali hapa, najaribu kuangalia watoto wa Mungu duniani, Afrika, Amerika, Europe, hali ikoje? Lakini kumbuka tumeahidiwa kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mchana wa leo tutaongea kidogo kuhusu kanisa ambalo Yesu alikuwa na mawazo gani kwenye mind yake wakati anatamka ile neno mstari wa 18. Nini kilikuwa ndani ya Kristo? Kwa hiyo maelezo ya machache kama utaandika itakusaidia mpango wa Mungu, yani lile kanisa ambalo Mungu alikuwa analiona, ameliachilia ama amelifunua kwenye maandiko, liweje ndio liweze kushinda malango ya kuzimu. Bwana asifiwe sana. Mawazo ya Kristo yalikuwa ni yapi? Alikuwa anaongelea kanisa lipi? Tumetoka kwenye madhehebu, kwenye dini zetu, kwenye majengo makubwa mengine, lakini mawazo ya Kristo hayakuwa kwenye majengo, hayakuwa kwenye madhehebu, hayakuwa kwenye dini, kwa sababu Yesu hakuleta dini. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hakuleta dini. Hata kama umetoka kwenye dini nzuri ama upo kwenye dini nzuri, hata tunauta Ukristo nao ni sehemu ya dini, nao ni changamoto kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ziko dini nyingi, lakini vema kutambua kwamba hata Ukristo nao ni dini. Yako mambo yanaendelea kwenye dini hii ambayo Kristo hajaagiza. Unapaswa kujitambua kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, mtoto wa mfalme, wewe una uraia wa mbinguni, wa Filipi 3:20. Usingangane dini yangu, kwa sababu hata waliompinga Kristo walikuwa watu wa dini, Mafarisayo, Masadukayo. Kwa hiyo wana dini walikuwa pinzani wa kwanza wa Yesu Kristo kwenye huduma yake, sio Shetani. Wana dini na walimsumbua kweli na mpaka wakamsulubisha. Kwa hiyo haukuwa mpango wa Mungu kuleta dini, haukuwa mpango wa Mungu kuchagua siku ya kuabudu na abudu katika roho na kweli, chana usiku, Jumatatu. Kwa hiyo hata wewe lazima kidogo mind yako ibadilike. Unaweza kujikuta unaichukua siku ya leo kama maalum sana kuliko Jumanne, maalum sana kuliko Ijumaa, nayo is not right, sio sawa. Bwana asifiwe sana. Mbele za Mungu katika roho siku zote, masaa yote Bwana anaonekana, na ukimwabudu unakutana naye. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo ukifungwa na mentality ya dini, ndio tunakuona zaidi wewe ni wa Jumapili tu, kwa sababu bado kuna idea ya kidini. Haimaanishi usije Jumapili. Kusanyiko kama hili na maana yake zaidi na tiana moyo na muinua Bwana, lakini nataka utambue kwamba hata siku zingine za ibada kwa mtazamo wa Kristo bado zina nguvu ile ile na unapaswa kuziheshimu, kwa sababu Yohana 4:24 leo hii tunaabudu katika roho. Huna haja kushika siku, miezi wala kujitambulisha kwa dini. Zaidi sana ukitambua wewe ni mwana wa mfalme, kwamba Yesu Kristo ni mfalme na wewe umezaliwa katika Kristo, inatosha. Maana yangu ni kusema ziko changamoto nyingi kwenye dini. Tujifunze mambo kadhaa asubuhi ya leo, na kusudi la ujumbe wangu hasa ni kufahamu hasa Yesu alikuwa analenga kanisa la namna gani. Kwenda ametamka Mathayo 16:18 atalijenga kanisa. Na nimesema kwa utangulizi kwamba kanisa ni nini? Kanisa sio jengo. Kanisa ni yule mtu ambaye Mungu mwenyewe amemwita. Nakumbuka hakuna aliyeokoka akajipeleka mwenyewe. Tumeitwa, tumechaguliwa kutoka ulimwenguni. Lakini anakuambia kwenye ile Yohana 15:16 anataka tuzae matunda na matunda yakae. Lakini zaidi sana anasema tukiomba lolote atalifanya. Anaongea na kanisa. Kanisa ni watu ambao wanachukua maagizo ya Yesu Kristo na kuyatekeleza duniani. Wanapokea maagizo ya Yesu na kuyatekeleza duniani. Huyo ama hilo ndilo kanisa. Hatufanyi kazi zetu wenyewe, bali tunatekeleza maagizo ya Kristo. Kumbuka sisi ni maambasada sawa sawa na kusudi la Mungu kutuita kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Nifafanue kidogo kwenye hilo eneo la kanisa. Baada ya Yesu Kristo kuendelea kuhubiri injili ya kifalme, tunaona kwenye Mathayo 16 anatamka kuhusu kanisa. Na kanisa linazaliwa baada ya kazi ya msalaba, kufufuka kwa Yesu na kupaa siku ile Pentekoste, Matendo ya Mitume sura ya 2. Unaona kanisa linazaliwa kwa mara ya kwanza kwenye Agano Jipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hilo ndio lilikuwa kusudi la Yesu Kristo kuja duniani. Sio tu kufa msalabani, lakini anahakikisha kwamba mpango wa Mungu wa kumfanya mwanadamu atawale unarejea kupitia kanisa. Kwa hiyo nini kilikuwa kwenye mawazo ya Yesu Kristo kuhusu kanisa? Tuangalie sifa za kanisa ambalo Yesu amelinena. Sifa zake ni zipi? Kanisa ambalo litashinda malango ya kuzimu, hilo ni kanisa gani? Tuangalie kidogo kwa ufupi sana ili tuweze kupata kile Mungu amekusudia. Sifa za kanisa ambalo Yesu alilikusudia. Namba 1, kanisa lazima lizaliwe kupitia kazi ya msalaba, kwa maana kumwamini Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi, sawa sana Yohana 1:12. Aliwezi kuwa kanisa kama huyo mtu hajampokea Yesu Kristo, haiwezekani. Lazima umkiri Kristo. Rumi 10:9-10. Inakuwa ni hatua ya kwanza ya wewe kuwa kanisa, kwa sababu ndipo Yohana 15:16 inakamili kwamba Yesu anakuchagua. Kitendo cha wewe cha kuamini kazi ya msalaba, kukiri na kutubu, unakuwa umeokoka sawa sawa na Korinto 2:5-17. Unakuwa kiumbe kipya. Kwa wewe unakuwa ni kanisa kwa sababu Yesu mwenyewe amekuchagua kutoka kwenye ulimwengu. Lakini 2, hapo kupinganisha, kanisa lazima liishi maisha matakatifu. Kwa lugha nyingine, Yesu alikuwa analenga utakatifu, maisha pasipo dhambi. Hiyo ndio brain ama mind ya Yesu akaja na tabia neno kanisa. Petro 1:16, iweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Petro 1:16. Kwa utakatifu, maisha bila dhambi, bila uovu, ni moja kati ya vigezo na sababu ya kuitwa kanisa, na ndiyo lenye uwezo wa kushinda malango ya kuzimu. Kwa kuzaliwa mara ya pili, kwa maana kuokoka, ni kipengele namba 1. Maisha ya utakatifu, maisha bila kujichanganya sawa sawa neno la Mungu, ni kigezo namba 2 cha kusema wewe ni kanisa lile limetajwa Mathayo 16 mstari ule wa 18. Kipengele namba 3, Yesu alikuwa anakusudia kanisa lipi? Tusome Wakolosai 1:18. Yesu alikuwa anakusudia kanisa ambalo yeye mwenyewe
ni kiongozi wa hilo kanisa. Sisi ni mwili wa Kristo tuliookoka, lakini anayeongoza ni Kristo mwenyewe. Kristo kuwa analenga kanisa ambalo linaongozwa na mtu yoyote, linaongozwa na makorokoro ya dunia, hilo haliwezi kushinda malango ya kuzimu. Kwa hivyo sema, tajenga kanisa langu na malango ya kuzimu hayatalishinda. Alikuwa anamaanisha kanisa hilo ambalo linaishi utakatifu, basi ni kanisa ambalo yeye mwenyewe Yesu Kristo ataliongoza. Hii ni kusema unapokubali kukaa chini ya Kristo, kuongozwa na Kristo, basi unafiki kuwa kanisa kwa mtazamo wa Kristo na wala sio mtazamo wa dini. Bwana Yesu asifiwe. Kipengele namba 4 ama kitu cha 4 cha muhimu sana, Yesu Kristo wakati anamaanisha kanisa alikuwa anaona nini ama anaelekeza nini kwenye mawazo yake? Kanisa ni lile ambalo watu walio kwenye kanisa wataishi kwa upendo. Kwa upendo. Kisoma kwenye Injili ya Yohana 13:35 anasema mkipendana ninyi kwa ninyi, ndipo hapo watu watajua kweli nyinyi ni wanafunzi wa Yesu Kristo. Kanisa ambalo alilenga Yesu, lenye uwezo wa kushinda malango kuzimu, ni kanisa ambalo upendo upo kati ya mtu na mtu bila kubagua, bila kuchagua. Unampenda jirani yako, unampenda aliyekaa mbele yako, unampenda mliokuwa karibu kwenye biashara. Na kitu ambacho Yesu alishangaza wakati ule Mafarisayo, Yesu aliwapenda wenye dhambi, lakini Yesu hakupenda dhambi. Lakini aliwapenda makahaba, aliwapenda wala rushwa. Hakupenda dhambi yao, lakini aliwapenda kwa sababu alikuwa anapeleka ujumbe maalum na kuwa nao karibu ili wasaidia. Kwa hiyo tunapozungumzia kanisa lenye uwezo wa kuyashinda malango ya kuzimu, lazima tuwe na uhakika upendo uonekane wazi wazi. Upendo una nguvu kuliko kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kadri ninavyosema maneno haya, unaweza kutafakari, na najua Roho anakupitisha kutafakari somo hili. So kwenye ulimwengu wa roho, Roho na malaika zake wapo wanakuhudumia. Kuna vya kutoka vinatoka na vya kuingia vinaingia, kwa sababu yeye mwenyewe anafundisha. Kwa hiyo kanisa ambalo Yesu alikusudia ni kanisa lenye upendo, Yohana 13:35. Lakini Yesu Kristo wakati anasema nitalijenga kanisa, nini kilikuwa kwenye maindi, kwenye ubongo, kwenye ufahamu wake? Kitu kingine ambacho Yesu alikusudia kukionyesha kwamba ndio anachokilenga kwenye kanisa, amesema kwamba kanisa lifanyike kuwa ni nuru. Kisoma ile Mathayo 5:13-14 anasema nyinyi ni chumvi ya ulimwengu. Anasema nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Huwezi kuwa kanisa lakini unashindwa kuwa nuru ya ulimwengu. Nuru maana yake ni, of course, nuru au light ina maana zaidi ya moja, lakini mojawapo ni knowledge ama maarifa ya kimungu, ambayo kinyume cha nuru ni giza. Giza ni pamoja na kutokujua, ujinga, ignorance. Kwa Kristo anategemea mimi na wewe kama kanisa tuwe na maarifa ya kutosha ya kuelewa maagizo yake. Lakini sio hivyo tu, pale unapoishi, kwa kuwa wewe ni nuru, pale unapofanya kazi, watu wamuone Kristo, waione hiyo taa yako ikiwaka, wayaone matendo yako mema, wamtukuze Mungu wako, na hatimaye waweze na wao kuvutwa na ushuhuda, kwa sababu wewe ni nuru. Kinyume cha nuru ni giza. Kwa kama utakuwa giza, matendo yako ni ya dhambi, uovu, hautamvutia yoyote kuja kwenye ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapaswa kuwa nuru. Kazini kwako ifikia hatua waseme, kwani unaamini nini? Kwani unasali wapi? Kwa sababu wanaona zile shuhuda, wanaona maisha yako yanaangaza. Rushwa unasema basi, ngono unasema basi, kazini wewe ni wa kwanza, au ni muda wa bosi, wengine watashangaa. Lakini ndio mpango wa Mungu anaposema muwe nuru. Ina maana muonekane katika mema, ili wengine nao wamjue Kristo. Hilo ndio kanisa. Anasema muwe chumvi. Tunafahamu umuhimu wa chumvi. Uwepo wako mahali watu waseme hakika
uwepo wa huyu ndugu mahali hapa, mambo yanakwenda, mambo hayaharibiki. Tunaona uongozi wa kimungu kwa sababu wewe ni nuru. Wakati mwingine anasema wewe ni chumvi. Mathayo sura ya 5 mstari wa 13 hadi wa 14. Bwana Yesu asifiwe. Naongelea kidogo nini kilikuwa kwenye mind, kwenye ufahamu wa Yesu Kristo anapolitaja kanisa liweje. Ni kanisa lipi? Nimesema sio jengo, nazungumza na mtu mmoja mmoja. Angalia hiyo hali kama ipo kwenye maisha yako. Wewe ni nuru, wewe ni chumvi, upendo upo, utakatifu upo, kwa sababu hayo ndio yatakusaidia kushinda malango ya kuzimu na kazi za ibilisi, kwa sababu kwa kufanya hivyo utakuwa umejialign ama umejipanga moja kwa moja na uweza wa Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alipokuwa anataja kanisa, Yesu Kristo alimaanisha watu ambao watakuwa tayari kuhubiri Injili, hawatakuwa tayari kukaa kule kusubiri siku ziende. Kazi ya Injili duniani hawajawekewa malaika. Kuna andiko hilo kwenye Biblia, kiwa nao utanionyesha. Kazi ya Injili Mungu ameiachilia kwa kanisa, watu waliookoka kupitia shuhuda zao binafsi, kupitia maisha wanayoishi, wengine wamuone Mungu. Lakini Mathayo 28 anasema 19-20 kwa habari ya Ende kama agizo kuu. Kwa ndani ya mtazamo wa Mungu alipokuwa anafanya kanisa lenye uwezo na sifa za kuhubiri Injili. Sio kanisa la kukaa sehemu moja, sio kanisa ambalo Januari mpaka Desemba hujashuhudia mtu yeyote, hujafanyika kanisa. Ndio maana Yohana 15:16 anasema kwamba na mkazae matunda na matunda yapate kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama unajitambulisha kwamba wewe ni kanisa na ndiye ambaye malango ya kuzimu hayatakushinda, moja kati ya kigezo ama sifa ambazo uwe nazo, basi uhubiri Injili. Kuhubiri sio mpaka uwe na speaker pale stendi ya daladala, hapana. Maisha yako unayoishi, shuhuda zako, ukiwa nuru, ukiwa chumvi, hiyo nayo ni sehemu ya kumhubiri Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kusema sina muda, sina pesa, lakini kazini kwako, kwenye biashara, umezungukwa na watu wengi. Yesu anataka kuona wale watu wanamjua yeye kuwa Bwana na Mwokozi kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hatuna excuse, hatuna kujitetea, kwa sababu Yesu anatujua maisha yetu, vipawa na karama, na ili tujipambanue kwamba sisi ni kanisa la Kristo duniani, sifa mojawapo lazima tuhubiri Injili. Soma Yohana 17, Yesu anasema kwenye maombi yale, Baba siwaombei watoe duniani, bali walinde, waokoe na iwe muovu. Anasema vile vile jinsi Baba alivyonipeleka mimi, na mimi nawapeleka wao. Yesu alikuja kwa ajili ya kazi ya kuokoa, na amefanya kazi yake vizuri, ameondoka. Tumezaliwa kupitia kazi ya msalaba. Kilichopo leo ni kuangalia mazingira yetu na kuipa nafasi Injili, na sisi tuweze kuhubiri Injili ili wengine waokolewe na wao wawe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu kutambua kwamba kanisa ambalo Yesu alikuwa analitaja kwenye maandiko, hizi ni sehemu ya sifa zake. Nikiongezea nyingine msingi, kanisa ni lile lenye mamlaka ya Yesu Kristo. Yesu Kristo sasa, Luka 10:19, Luka 10:19, Marko 16:18, Luka 10:19, Marko 16:18. Yesu ameachilia mamlaka dhidi ya kazi za shetani, dhidi ya magonjwa. Na kumbuka, hiyo ni moja ya sifa za kanisa. Kanisa kama mtu aliyeokoka, mtu ambaye Roho anaishi ndani yake, sawa sawa na Wakorintho kwanza 6:19-20. Ili uwe kanisa kwa mtazamo wa Yesu, Roho lazima aishi ndani yako, ambaye yeye ni Mungu. Atakusaidia kusema na Mungu, kupokea maagizo ya Mungu, kutekeleza maelekezo ya Mungu. Kwa kufanya hivyo, wewe unafiti
kuitwa kanisa, na ndiyo anakutaja kwenye Mathayo 16:8 kwamba ukitembea kwenye utakatifu, kwenye upendo, Kristo ndio kiongozi wako, unaishi ikiwa ni nuru, ikiwa ni chumvi, unaishi maisha kuhubiri Injili kama chombo cha thamani, uwe na hakika malango ya kuzimu utayashinda. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kujiita kanisa kwa sababu ya jengo. Hatuwezi kujiita kanisa kwa sababu tunaimba kwaya. Kanisa ni zaidi ya hayo. Kanisa ni wokovu. Wokovu sio dini, ni kuzaliwa mara ya pili ambaye Kristo mwenyewe anakuchagua. Lakini haishi hapo. Maisha yako yawe ya ushuhuda. Watu wamuone Mungu kupitia wewe. Watu waone wokovu kupitia wewe. Watu waone kwamba hakika Yesu wako anaokoa. Hiyo inakupa sifa na wewe kuingia kwenye mstari wa 18 wa Mathayo 16 kwamba malango ya kuzimu, kazi za adui hakika hazitakushinda. Hizi ni sehemu za pointi ambazo kwa maandiko tulio yanukuu na kusoma Yesu Kristo alikusudia. Kama sijaingia kwenye changamoto za kanisa leo, tusoma Efeso 2:20, anazungumza kanisa kujengwa kwenye misingi ya mitume na manabii. Efeso 2:20. Lakini bado Kristo mwenyewe ndiye jiwe kuu la pembeni. Haliwezi likawa kanisa ambalo halijikita kwenye misingi ya Kristo. Hilo sio kanisa ambalo Yesu analitaja kwenye Mathayo 16:18. Kwa lazima lijengwe kwenye misingi ambayo misingi hii ya mitume na manabii, lakini zaidi sana Yesu mwenyewe ndiye jiwe kuu la pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni baadhi ya vigezo ambavyo Yesu alipokuwa anatamka kanisa vilikuwa kwenye mind yake, kwamba ni kitu cha namna gani. Kanisa sio kanisa kama alishughuliki na maisha ya utakatifu, kama alishughuliki na kujitenga na dunia, kama alishughuliki na wengine kuokolewa, kama alishughuliki na Injili, kama halina ushuhuda kwa Kristo sawa sawa na Mathayo 16:18, hilo sio kanisa alilolinena. Laweza kuwa kitu kingine, kwa sababu tafsiri ya Kigiriki kanisa ni kama cabinet. Ndio maana Yesu anasema kanisa langu. Neno langu ni muhimu sana, sababu Caesar naye alikuwa na kanisa lake. Hili linalongelea ni kanisa la Kristo. Kanisa ni watu ambao wako chini ya Kristo, wako tayari kupokea maelekezo, maagizo ya Kristo na kuyatekeleza. Ndio kanisa. Na uwe na hakika kwa sababu yeye anawachagua. Ukimchanganya uwe una hakika aliyekuchagua ndio atakuondoa. Kwa wako watu wengi duniani wamestaafishwa na Yesu, sio watendakazi wake tena, kwa sababu ya vigezo na masharti ya kuishi kwenye kanisa na utakatifu. Wengine hawakuona kama ni vitu vya msingi. Kwa unaposema malango ya kuzimu hayatalishinda kanisa, ili ni kanisa ambalo baadhi ya sifa zake ni hizi ambazo nimezitaja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mara zote mtu wa Mungu, usicompromise na dhambi, usibageni na dhambi, nifanye ama nisifanye, wananiona ama wanioni. Uwe kanisa na uweze kushinda giza. Maisha yako mbele ya Mungu, sio mbele ya mume au mke, sio mbele ya wachungaji, kwa sababu na wao hawana mbingu. Je, unaishi maisha ya utakatifu? Kwa sababu Yesu mwenyewe analitaja kanisa lake ni kanisa ambalo linaishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tafakari ujumbe huu, nikapata muda kutosha kutafakari hali ilivyo kanisani leo duniani. Hali ikoje? Na kuna wakati nikajiridhisha kwamba kuna mahali mambo hayapo sawa sawa. Hali ikoje leo kanisa la Mungu duniani? Tanzania, Afrika, Europe, Amerika na kwingine. Hali ikoje miaka 2000 baada ya Kristo kusimika kazi? Je, kanisa lile lile ndilo ambalo lina nguvu, lina uweza wa kushinda malango ya kuzimu, ya kushinda
pepo wachafu, kushinda majini, kushinda uchawi, kushinda ulozi, kushinda mauti, ndio lile ambalo lipo leo duniani. Nikatafakari kwa muda kutosha. Kumbuka tunazungumzia kanisa lenye uwezo wa kushinda kazi za kuzimu. Tumeona kanisa kwa uchache mambo ambayo tunahakika sawasawa na Biblia yalikuwepo kwenye ufahamu wa Yesu wakati anatamka kanisa langu. Tuangalie hali ikoje leo kwenye maisha ya kanisa duniani. Nimesema tafsiri ya kanisa, siongelee jengo na eneo la L60 Koloshini, naongelea watu waliookolewa, watu ambao wamejazwa Roho. Hali ikoje? Kumbuke kanisa ni kama kiumbe chenye uhai, kina uwezo wa kukua, kudumaa au kikafa kabisa. Ndio maana Yesu, kusoma Kolosai 1:18, Kolosai 1:9-10, anatutaka, Kolosai 1:9-10, anataka tuwe na ufahamu wa mambo ya roho, tuwe na hekima yote. Wewe mtoto wa Mungu, Mungu anakukusudia uwe na ufahamu wa neno la Mungu, uwe na ufahamu wa rohoni, uweze kupambanua mambo. Wewe ambaye ni kanisa, Kolosai 1:9, sio tuwe na hekima kidogo, uwe na hekima yote. Maana ya hekima kibiblia ni uwezo wa kutafsiri na kutendea kazi andiko. Umesikia andiko, umesoma andiko, umelielewa andiko, unalitekeleza. Hiyo inaitwa wisdom, hekima. Na Mungu anahitaji watu wenye hekima kwenye nyakati hizi, ili waweze kusimama, kuelewa neno, kutafsiri neno na kulitendea kazi. Ukifanya hivyo, Mungu anasema una hekima. Bwana Yesu asifiwe. Hali ikoje leo duniani kwa kanisa? Kanisa kama mwili wa Kristo kwa nyakati tofauti, mahali tofauti, linapita kwenye wakati mgumu. Moja kati ya sababu ni dhambi na kumfungulia shetani mlango. Dhambi ni kitu ambacho kipo leo kanisani. Shetani amepata nafasi ya kupenya kwenye ndoa, kwenye biashara, kwenye huduma. Shetani anatumia mawakala, na ziko shuhuda nyingi kwamba watu walizani ni kondoo, kumbe hakuwa kondoo. Mawakala wa shetani wamejipenyeza kanisani leo kwa njia na mbinu mbalimbali. Wapo waliotumia mafundisho potofu, mafundisho lojolojo. Watu wanasema naweza ukaacha mke ukawa tena. Watu wanasema pombe, kulewa hakuna shida, kuwa na mke zaidi ya mmoja hakuna shida. Watu wanasema sio lazima kufunga. Ni mafundisho lojolojo ambayo yamelifanya kanisa likose nguvu leo duniani. Bwana asifiwe sana. Ni mafundisho ambayo hayajaletwa kwa bahati mbaya, bali mkuu wa dunia hii amekusudia kutia giza kwa wanadamu. Kisoma Efeso 4:8, unaona kazi ya shetani ni kutia giza. Efeso 4:8, giza maana yake tayari unamjua Mungu, wewe ni kanisa, lakini shetani analeta propaganda kidogo kidogo. Anakwambia rushwa haina shida ukichukua kidogo. Anakwambia unaweza tu kumwacha mke ukawa mwingine, no problem. Anakwambia wewe pombe unaweza kunywa tu kidogo, hakuna shida.
Awe mume anaweza kupiga chini ukaishi tu kama single mama, hapa mna shida. Ni mafundisho ambayo sio ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi imepunguza mamlaka ya kanisa. Kanisa limepewa mamlaka, full authority. Unaposema kanisa, ina maana Roho anaishi ndani yako, iko mamlaka ya kutamka kadedeka. Ndio kusudi ambalo Yesu alikusudia. Lakini kwa sababu ya dhambi, ziko nyakati tumecompromise, tumekubaliana na dhambi, na hivyo pole pole kanisa linaluzi, linapoteza uweza wake wa utakatifu na kuweza kushinda kazi za adui. Kwa sababu kama hauna mamlaka, kama wana wa Skewa kwenye Matendo ya Mitume kule 18:19, hauna mamlaka ya kukemea pepo, utaitoa wapi? Wewe na wao mko sehemu moja, mna dhambi. Kwa hiyo tunapozungumza kanisa, tunalenga watu wenye maisha matakatifu, na endapo anaanguka na tubu mara moja kuhakikisha kwamba anaendelea kunyooka na Kristo Yesu. Lakini hali ilipo duniani leo, tukisoma Isaya 59:1-2 na tuonyesha hata maombi yamekuwa ni changamoto. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uangalie maisha yako ya maombi kwa dakika moja. Binafsi, tafakari maisha yako ya maombi binafsi, bila kumnyoshia mtu kidole wala kutaja tabaka. Kagua maisha yako ya maombi. Maombi kwako ni mzigo. Maombi kwako you are very busy, you don't have time, you are looking for money. Inahitaji pesa. Bwana, nitaomba mara nyingine, tutaomba mpaka lini? Niko busy Jumatatu mpaka Jumapili, busy, nahitaji pesa. Of course ni vizuri kupata pesa, lakini maisha yako ya maombi yakoje? Ikague mwenyewe. Maisha ya mifungo yakoje? Yesu Kristo ni mtu ajabu sana kwa maisha yake duniani. Alikuwa ni mtu wa maombi. Kuna mahali fulani nilisema miaka nyuma, Yesu hakuwa na mke, Yesu hakuwa na watoto wa kununulia ugali kwa maana physical, Yesu hakudaiwa kodi ya nyumba, lakini Yesu alikuwa naomba. Hakuna ushahidi Yesu alipiga chafya kwa mafua kwa Biblia moja, lakini Yesu alikuwa mwombaji. Najaribu kulinganisha uhitaji wako wewe wenye huo mti mkavu na ule mti mbichi. Ukiona hali ya maombi inashuka, usijitie moyo. Kagua maisha yako. Dhambi sio lazima iwe uzinzi na ulevi. Hata masengenyo ni dhambi, hata kiburi ni dhambi. Yamkini kuna hali ya kiburi imeinuka kwako. Na ili kusema sehemu fulani nilikuwa nasoma, ananiambia kanisa lina makundi mawili ya watu. Kundi la kwanza ni wale wanakuja kwa nia ya kupokea na kubadilika. Kundi la pili ni wale ambao wanakuja wao kwanza wanajua kila kitu. They much know everything they know. Wanajua kila kitu. Hawezi kufundishwa, wao wamegraduate, wanajua kila kitu. Lakini anakaa kwenye kiti pale, nasikiliza, anasema yeye nusu anaongea, mimi kwa mdogo hapendi kupokea. Ina maana hawezi kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Kiona maisha ya maombi yanasuasua, moja kati ya sababu, sio sababu pekee, moja ni kukosa kiu binafsi. Na inawezekana, sio lazima, lakini inawezekana iko dhambi mahali imekukalia. Ni vizuri ukaangalia, kwa sababu kama utatembea kwenye maisha ya udhaifu, ina maana hutoweza kuomba. Na kanisa bila maombi ni sawasawa na samaki mtakumua. Simpige, wewe mtoe kwenye maji tumwache uondoke zako, atakufa. Uhitaji kumuua samaki kwa kisu, no. Mtoe kwenye maji, mweke hata kwenye mkeka, kwenye karatasi, wewe ondoka. Hata kama kuna kivuli, hawezi kuishi kwa sababu nguvu na uweza wake umejengwa kuishi kwenye maji. Kanisa lokole aliyokoka, uweza wako haupo kwenye pesa, kwenye elimu, kwenye magari, kwenye mke zaidi ya mmoja ama mmoja. Uweza wako upo kwenye maombi na kuishi maisha matakatifu. Hivyo ndivyo vitakufanya wewe uweze kuishi na kumzalia Bwana matunda. Bwana Yesu asifiwe.
Sijui ratiba yako ya maombi, lakini nasikitika kusema, lakini lazima niseme, wanaokuja kwenye maombi ya mkesha leo hawazidi watu 80-70. Bwana asifiwe sana. Narudia tena, tuna mikesha kila Ijumaa tukiamini ni muda mzuri wa kujichaji, lakini ukihesabu wanaokuja ni kati ya 50, 60, 40. Naongelea mkesha wa Ijumaa. Bwana Yesu sana. Sasa nakusaidia tu, sio lazima wala sheria. Kama kweli umeokoka, uwe na hakika kwamba maisha ya utakatifu yakichochewa na maisha ya maombi yatakufanya wewe uweze kuzaa matunda yanayoweza kudumu. Lakini pia unapoomba sawa sawa na Yohana 15:16, huyu Mungu aweze kujibu. Bwana Yesu asifiwe. Natambua uko busy, sawa, na wakati mwingine natambua kwamba naamka asubuhi sana, unarudi usiku, lakini tenga muda wa maombi, tenga muda wa kuomba. Kwa hiyo nimesema kanisa hali liko leo, sehemu ya kanisa imecompromise na dhambi, imekubaliana na dhambi, hali sio nzuri, kiasi kwamba kanisa limepoteza mamlaka, limepoteza nguvu yake, na inafikia hatua tunaishi kama dini, tunaishi kwa utaratibu, tumekosa kile ambacho Yesu Kristo alikikusudia kwa ajili ya kanisa lake duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa chunguza maisha yako. Si swala kusema mimi ni news, no. Take time. Chukua muda. Angalia maisha yako. Nini kinaendelea ndani ya moyo wako? Nini kinaendelea kwenye familia yako? Nini kinaendelea kwenye ndoa yako? Nini kinaendelea wewe na bosi wako? Maisha ya dhambi yameondoa nguvu ya kanisa lile ambalo Yesu alisema, "Hilo kanisa langu na mlango wa kuzimu halitalishinda." Kwa dhambi ni kitu kwanza ambacho kimesababisha kanisa kupooza. Nguvu ya maombi hakuna, upendo umepungua, umepoa, bado binafsi umechukua nafasi. Sisi ni sisi, wao ni wao. Lakini Mungu anatusaidia mchana wa leo, ili tuwe kanisa lenye uweza. Lazima tuwe na uhakika kwamba tunahitaji kuishi kwenye umoja. Sawa sawa na Yohana 17, Yesu anatuombea, namwambia Baba, naomba wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja. Kwa mchana wa leo, dhambi ni kigezo kikubwa sana. Waraka wa kwanza Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 9, Yohana anatuelekeza swala la toba. Waraka wa kwanza Yohana sura ile ya kwanza mstari ule wa 9. Lakini msomo wa Warumi 12:9 na yeye tukemea tusizoelee maisha ya uovu. Kwa unapoishi maisha ya uovu, ili kusema hautakuwa na uwezo wa kushinda dhambi. Hautaweza kuwa na uwezo wa kushinda dhambi. Ukifuatilia mitandao na habari mbalimbali duniani, unaweza kuona vituko ni vingi sana. Watu wamejipoza neno ili waweze kwenda nalo, na baadhi ya eneo wameona kali sana. Yesu alipozungumzia kwa habari ya ndoa, wengine wanasema hapana. Kwa kuna mambo mengi na yameathiri nguvu ya kanisa. Kwa hiyo panapokuwa na dhambi, ina maana shetani anapata nafasi. Shetani akipata nafasi, roho chafu zinaingia. Leo unaweza kuwa na experience kwenye kanisa, watu wanavamiwa na nguvu za giza, wengi tu, na wengine hali ni mbaya sana. Lakini sio kusudi la Yesu Kristo kwamba kanisa lake lipite kwenye changamoto na nini. Kwa angalia maisha yako ya dhambi, angalia maisha yako ya kumwabudu Mungu, angalia maisha yako ya utakatifu, angalia maisha yako ya kumheshimu Mungu, kwa sababu uweza wako wa kushinda malango, kushinda dhambi, kushinda mauti, kushinda magonjwa, kushinda hiyo tabia ambayo huipendi. Sababu kuna wakati unatembea na tabia mbaya na kiburi, unasusa, una majivuno, lakini upendi, ila imekung'ang'ania. Moja kati ya njia zitakazokusaidia kutoka kwenye tabia hiyo ni pamoja na kukaa na Yesu Kristo kupitia toba sawa sawa. Wako watu ambao wanaishi maisha ya faraka, magomvi, hawasikilizani, lakini na wao ni sehemu ya kanisa. Ile nguvu na uweza wa kushinda shetani hutaweza, kwa sababu hizo ni tabia ambazo ni za shetani mwenyewe. Kwa Kristo Yesu mchana leo anatukumbusha kwamba kanisa lake misingi yake ni kuishi maisha matakatifu. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa na uwezo wa kwenda kwenye maombi na kumwomba Mungu kushughulika na kazi yoyote ya adui, kwa sababu adui anapata nafasi kupitia matendo
ya dhambi. Mchana leo tafakari maisha yako. Bado una nguvu ile ya kushinda dhambi? Bado una nguvu ya kusema hapana kwenye rushwa, hapana kwenye ngono? Naenda mahali unatafuta kazi kama interview, lakini unaambiwa utoe rushwa ya ngono. Uwezo wako kusema hapana ukoje? Una uwezo wa kutenga muda kwa ajili ya maombi? Hali yako ya kiroho ikoje leo? Yesu anasema atalijenga kanisa. Kanisa ni mtu ambaye ameokoka, amejazwa Roho, anatembea kwenye mapenzi ya Mungu, anaifanya kazi ya Mungu. Anasema huyu kazi za shetani hazitamshinda. Na anathibitisha kwenye Marko 16:18. Anasema mtaweka mikono juu ya wagonjwa, mtakunywa kitu cha kufisha, mtashika nyoka. Iko mamlaka kwa mtu anayetembea na nguvu za Mungu, kwa sababu yeye ni kanisa. Mchana leo tunapoelekea kumalizia, bado Yesu amefungua mlango kwa yeyote ambaye anasema nimepitia maisha ya dhambi na adui ametesa maisha yangu, shetani ametesa ndoa yangu, shetani ametesa watoto, afya ni mbaya, ufaulu wao shuleni ni mbaya. Kwa sababu Yesu aliahidi kushinda kwa kanisa. Alikuwa anajua maadui kama hao hawataweza kukugusa. Lakini mchana leo bado tunakumbushwa kwamba Yesu ana nafasi kwenye maisha yako. Wewe ambaye unasema niko tayari leo kutubu dhambi zangu, na huyu Yesu ataingia ndani yako, shetani na malaika zake hawataweza kupata nafasi. Kwa lazungumza na mama mmoja ambaye hali yako ya maisha unaichukua mwenyewe, pia tu umekata tamaa, lakini tunayo mamlaka kama kanisa, tunao uwezo ambao Kristo Yesu alitembea nao duniani, na alipopaka mwachilia Roho ambaye anaishi ndani yetu, na kwa Roho huyo tuna uwezo wa kutamka neno na likawa, na uwezo wa kuweka mikono juu ya wagonjwa wakapata afya. Uwezo wa kanisa ni mkubwa hata leo, lakini ni vizuri ukachunguza maisha yako. Zungumza na mtu ambaye yuko tayari kutubu dhambi zake mchana wa leo. Nazungumza na mtu ambaye anasema nimeteseka sana kwenye maisha yangu, magonjwa yamenitesa na dhambi, kila nikitaka kuacha na shindwa, kila nikitaka kuacha na shindwa, na mimi nahitaji kuishi maisha mazuri, maisha matakatifu. Nafasi ipo mchana wa leo. Yesu Kristo anataka watoto wa Mungu tuishi maisha matakatifu pasipo dhambi, na ikitokea umefanya dhambi kwa kujua au kutokujua, sawa sana Yohana 1:9 tu mara moja. Yesu anakataa maisha ya kuizoelea dhambi na maisha ya majivuno. Unaendelea, una maisha ya kiburi, bado una kiburi, una maisha ya kujisikia, una maisha ya ulevi, una maisha ya uasherati, na maisha, lakini uoni kama ni shida. Umezoelea dhambi. Kama unajihesabu ni kanisa, wewe huwezi kuishinda mlango mzima, kwa sababu upo kampuni moja na wao. Hizo ni tabia za upande wa giza. Nazungumza na mtu ambaye tayari amekata shauri na yuko tayari kumpokea Yesu Kristo, ili na yeye awe kanisa, aweze kukua katika mafundisho, apate ufahamu wa Roho, lakini atembee na mamlaka. Una sababu ya kuogopa nyao usiku, kuogopa ndege wanalia usiku, kwa sababu aliye ndani yako ni mkuu zaidi kuliko aliye nje. Ni swala la ufahamu, na Yesu alitaka kanisa liwe na ufahamu. Basi ukomboa wakati, naomba usimame pale ulipo sasa. Kanisa lenye kushinda malango kuzimu ni kanisa linalokemea dhambi, ni kanisa linaloishi maisha ya utakatifu, ni kanisa ambalo linatumia muda kumhubiri Kristo, ni kanisa lenye upendo, linafanyika nuru, limefanyika chumvi ya ulimwengu, ni kanisa linalotembea na mamlaka. Hilo ndio kanisa Yesu alikuwa analikusudia, Mathayo 16:18. Lakini hali ya kanisa duniani iko na changamoto. Dhambi, uasi, tabia za mwilini bado zipo. Ukiwa wewe ndiye unapitia hali hiyo, uwe na uhakika hautaweza kumshinda adui. Lakini Yesu Kristo anafungua mlango wa neema mchana wa leo. Upo unatabika na dhambi, unatabika na kuonewa na shetani usiku na mchana,
Yesu anakuita mchana wa leo uanze kwa toba. Yesu hajaleta dini duniani. Yesu alileta wokovu. Dini yako haiwezi kukusaidia. Ukienda magereza wako wenye dini, ukienda kwenye madanguro wapo wenye majina ya dini zao, ukienda kwenye makasino wapo wenye majina ya dini zao. Dini haiwezi kumsaidia mwanadamu. Lakini mpokee Yesu Kristo leo, ufanyike kanisa lake, na utashinda uonevu wa shetani. Shetani ameonea ndoa yako, ameonea watoto wako, matokeo yao ni mabaya shuleni. Ndoa yako ina faraka, mambo hayaeleweki, uchumi umepigwa. Sio kusudi la Yesu tuishi maisha ya namna hiyo. Mchana wa leo Yesu anamwita mtu mmoja ambaye yupo tayari kutubu bila kusukumwa wala kuhimizwa na mtu, aingie kwenye ufalme, afanyike mwana wa Mungu, aingie kwenye ufalme, awe kanisa na apate mamlaka ya kutembea na nguvu za Mungu, aweze kuishinda dhambi, kushinda mapepo, kushinda uchawi, kushinda mizimu ya kwenu. Lazima Kristo aingie ndani yako. Dini yako, elimu haiwezi kukusaidia. Na ukaribisha wewe ambao uko tayari kutubu, kumpokea Yesu Kristo. Karibu. Karibu. Ya kuitwa